Kama tulivyokuarifu kwamba tutakuwa naye mgeni wetu anaitwa Lina Kakuvi kutoka Samba Sports. Samba Sports. Kuna vitu tumekuwa tukisikia Samba, mimi nimesikia sana Samba Sports lakini sijajua ni nini. Lakini yuko hapa mwenyewe atakuwa anatueleza. Ni kukaribishe kwa niaba ya idhaa. Karibu sana na ujihisi huru. Ni kwamba tujihisi nyumbani, jihisi huru. Kwa hivyo karibu sana. Kwa yule ambaye hakujui labda Lina Kakuvi ni nani, anatokea wapi, anahusisha na nini? Karibu. Na mbona leo yuko hapa? Ndio. Asante sana. Kwa majina naitwa Lina Kakuvi. Na mimi ni mkaaji wa Ngombeni. Nafanya kazi katika shirika linaitwa Samba Sports Youth Trust Agenda. Niko pale Kombani. Na mimi ni mshauri by profession. Na kushughulika na masuala mazima ya afya ya akili. Okay. Shauri by profession. Na shauri nini? Na shauri mambo mengi. Shauri vijana, na shauri wa mama, na shauri swala zima la mambo ya afya ya akili, kwa kisha kwamba tunaishi vizuri katika zile changamoto ambazo tunazipitia kila siku ya maisha. Ile afya ya akili ni nini hasa? Asante sana. Afya ya akili ni ule uwezo wa kufikiria vizuri, uwezo wa kufanya maamuzi vizuri, uwezo wa kuhimili changamoto, na vipi ni jinsi gani unaweza kuishi na wenzako vizuri katika jamii yako. Ndio. Kuna mengi ambayo tumeweza kuyasikia na yameweza kufanyika kuhusiana na girl child. Lakini kwa upande wako tunaona mpaka unasema kwamba unazungumzia sana wanaume na mpaka umesema kwamba men must heal. Why did you decided to kwa men must heal? Kwa nini kaamua unasimama na boy child tuseme? Asante sana. Mwanaume pia ni kama yani tuseme ni mwanadamu tu kama mwanadamu mwingine. Ana hisia, anakasirika, akifiliwa anasikia uchungu, akikatwa anatoka damu tu kama yule mtu mwingine. Kwa hiyo kama yeye atapona ama maisha yake atakuwa sawa, basi atakuwa ni mwanaume ambaye yuko healthy, anaweza akafanya maamuzi yake vizuri, anaweza kuishi na jamii yake vizuri. Kwa hiyo mwanaume pia anastahili kuheal tu kama yule mtu mwingine wa kawaida. Okay, umeweza kutoa maelezo kuhusiana na afya ya akili, ukasema ni nini? Labda pengine ni kina nani hasa sana ambao wanaathirika sana na mental health issues? Wanaume ni mmoja wao, wanawake, yani tuseme jamii nzima kwa ujumla, haina mtu specific. Kwa sababu issues ni nyingi katika community zetu ambazo tunatoka, na ndio maana watu wanaumizwa sana, maybe katika mambo ya mahusiano, mambo ya uchumi. Kwa hiyo kama pengine uchumi wako ni mdogo na pengine majukumu ni mengi, moja kwa moja pale utakuta akili yako haiwezi kufikiria vizuri. Na pengine wanawake tunapitia pia changamoto, pengine wewe ni single parent, na lazima uhakikisha kwamba watoto wako wanaishi, watoto wako wanaenda shule. Kwa hiyo moja kwa moja lazima akili yako itachakarika. Kwa hivyo ile stability ya akili inakosekana. Kwa hiyo naweza sema jamii nzima kwa ujumla huwa inaathirika katika njia moja ama nyingine. Labda pengine kwa hivi sasa, ama kwa mtazamo wenu kama shirika ama wako wewe binafsi kama mtaalamu ama afisa ambao anashughulikia masuala mazima ya afya ya akili, hali ipoje kwa hivi sasa kule mtaani ama katika jamii? Sijapima, lakini kulingana na zile shughuli ambazo tunazifanya, si kubaya na pia si kuzuri. Kwa sababu kama vile nilivyosema, masuala ni mengi na yako kila siku, na tunakumbana nayo kila siku. Kwa hivyo ni wewe tu kama ukijikubali kwamba mimi niko na tatizo na ni vipi nitakubaliana nalo. Shida ya jamii yetu ni kwamba mtu hataki kuaccept kwamba yeye yuko na shida, ama hataki kuambiwa kwamba pengine yuko na tatizo. Anajiona tu yuko sawa, lakini kweli ni kwamba unapoketi naye, unapozungumza naye, ndio utajua kwamba huyu anapitia changamoto ambayo pengine mwenyewe haielewi kama ni changamoto aina gani. Katika maana nzima ya men must heal, ama men must also heal too, ina maana gani kwa yule mtu ambaye hajui? Labda kama vile nilivyotangulia kusema, nimesema kwamba mwanaume pia naye ni lazima apone, kwa sababu yeye ni mtu kama tu mtu mwingine vile. Ndio. Na nikasema kwamba yuko na hisia, ana vidonda vile ambavyo alipitia, ama zile traumas ambazo pengine alipitia katika utotoni na mambo kama hayo. Kwa hiyo mwanaume huyu kama hatajielewa ama hatajua kwamba mimi niko na tatizo na lazima nipone, basi utakuta kwamba mwanaume huyu hawezi kujibeba kama mwanaume. Utakuta kila changamoto ndogo tu ambayo itamkumba,
anaanguka nayo. Lakini kama mwanamume huyu yuko stable, akili iko vizuri, anaweza akafikiria vizuri, anaweza kujua kwamba mimi napitia changamoto hii na ni vipi naweza nikakabiliana nayo, basi mwanaume huyu anaweza kuishi vizuri katika jamii, ama pia anaweza kuishi vizuri na familia yake. Kwa sababu kama mwanaume ako heal ama amepona, basi hata mahusiano yake pale nyumbani ni mazuri, watoto watafurahia, mke atafurahia, familia nzima itafurahia. Lakini kama mwanaume amekuja ana hasira, mwanaume amekuja pengine hakupata, ama ni mchakarikaji ndio, lakini leo amekuja hakupata chochote, na mimi kama mwanamke kama sitakuelewa, basi moja kwa moja nitakuvuruga pale, na nikikuvuruga basi hatutaishi vizuri pale. Okay. Kwa faida ya msikilizaji na familia ambazo zinatusikiliza asubuhi ya leo, hivi ni dalili gani ambazo zinapaswa kuangaliwa, ama zikionekana utajua kwamba huyu mtu mwanamume huyu lazima akili hapa kuna tatizo? Okay, sawa, asante sana. Kitu cha kwanza, wajua wanaume kuna vitu ambavyo huwa wanavipenda. Pengine ni saizi ni World Cup. Bwana. Wanaume wengi wako nje mpaka usiku. Sijalala tangu usiku. Wanaki hapa pia kuna wengine wanatoka kaa huko wakija kazini direct. Kabisa. Sasa kama mwanaume wako ni mtu ambaye pengine alikuwa anapenda michezo, na ghafla unamuona withdraw kutoka zile activities ambazo amezizoea kuzifanya kila wakati, utajua hapa kuko na tatizo. Ama hasira tu, kitu kidogo ashalipuka, na ilikuwa si kawaida yake, lakini leo kitu kidogo tu kimemfanya ana panic. Pale nyumbani kuku atakula teke, mama atakula kofi, vyombo virushwa kule, utajua hapa kuna tatizo. Kwa hivyo lazima uangalie vile vitu vidogo vidogo ambavyo vinamfanya mwanaume wangu ama yule mume wako ama yule mpenzi wako ambavyo vilikuwa haviko, lakini sasa vinaanza kutoka. Alafu pia shida nyingine kulala. Wanaume wengi wakiwa kwenye matatizo huwa hawapati usingizi. Utaona tu, wajua kuna kuwa on the bed na in the bed. Sasa on the bed ni ile kuwa uko tu pale, lakini panya akipita unawea kwamba panya amepita. Lakini in the bed ni kwamba umelala, hata kitu kikipita usikii. Lakini wanaume wengi wako tu kitandani, lakini sio kwamba ati wanapata usingizi. Kwa hivyo lazima ujue kwamba vitu kama hivi ukianza kuvihisi, basi jua kwamba wewe uko na tatizo. Ni mabadiliko ya tabia ambazo umezoeleka nazo. Umezoeleka kila siku unaangalia mpira. Leo kuna mpira na huendi. Umezoea kila siku ukija nyumbani wewe ni mtu wa kucheka. Leo umekuja umelemaza. Nisongelee maiki kidogo. Haya, kuna vile utakubaliana na mimi kwamba kuna hatua nyingi ambazo watu wamepiga. Mashirika ya kiserikali na sio kwa kiserikali, vyombo vya habari, watu binafsi, wana harakati wamezungumza sana kuhusiana na masuala mazima ya watu kuweza kujieleza kuhusiana na shida zao wanazopitia, especially za mental health. Lakini hadi kufikia saa hii bado mwanamume lazima anang'ang'ana zaidi ili kuweza kupata msaada. Je, wewe unahisi ni kwa sababu gani? Asante Jira. Wajua mwanaume, yani katika ile culture yetu ya Kiafrika, ile ya kiwanaume, mwanaume yani ameumbwa, yani ama amekuzwa akiambiwa kwamba wewe ni mwanaume lazima ujikaze. Tulia baba. Tulia, hakuna kulia. Mtu amekufa utapata mwanaume amejikaza pale, hatoi hata chozi. So sasa mambo kama haya yakimpata wanaume wengi si rahisi kujieleza. Na mtakubaliana na mimi pia nyinyi ni wanaume. Na sijui kwa nini leo nimezungukwa na wanaume wote. Lakini sisi tuko tunahitaji kuheal. Sijui kama niko safe ama siko safe. You are very safe. In fact you are in a safe space. Hapa dayo uko safe space. Asante sana. Kwa hivyo wanaume wengi wana hiyo culture kwamba mwanaume lazima ajikaze. Mwanaume si mtu wa kujililia ovyo ovyo. Mwanaume si wa kwenda na kuelezea shida zake. Na ndio utapata kwamba wanaume wengi mtu yuafa kisabuni wenyewe wanasema. Lakini povu latoka huko. Ama unakufa na tai shingoni, lakini mambo hayaendi sawa. Kwa hiyo utapata wanaume wengi hawazungumzi ama hawa air out zile challenges ambazo wanazipitia kwa sababu ya ile culture ambayo wanaume wamelelewa nayo. Ule wanaume kwamba mwanaume lazima awe hivi, mwanaume lazima awe hivi. Kwa hivyo mtoto anakuwa akijua kwamba mtoto wa kiume kuna tabia kama hizi zatakana nisizifanye kwa sababu mimi ni mwanaume, lakini sio ukweli. Kama vile mwanzo nimesema kwamba mwanaume ni kama mtu mwingine tu, ana hisia, akikasirishwa anakasirika, akikatwa pia yeye damu yatoka. Kwa hiyo ni vizuri mwanaume
anapopitia changamoto kama hizo ajieleze kwamba mimi kweli, lakini kuna kitu hiki na hiki na hiki hakiendi sawa. Lakini pia si kuambia tu kila mtu. Lazima ukuwe na wale trusted people ambao unaweza ukazungumza nao. Kwa mfano nikija hapa nikijua Jira ni mtu ambaye nikiketi anaweza kanisikiza na hata ni judge kwa yale mambo ambayo pengine nitamwambia, basi yule ndio mtu ambaye mimi naweza nikazungumza naye na mambo yangu yakawa sawa. Kwa hivyo huambii tu mtu yeyote, lazima uangalie ni nani ambaye nazungumza naye masuala yangu. Okay. Kabla tuzame kidogo, nahisi kwamba ni kitu gani ambacho kinapasa kiweze kufanywa ndo hii mioyo ama hizi hisia za kuweza kufunguka, hata nikaone yule rafiki yangu ambaye nina uwezo kumwambia, ni kitu gani ambacho kinatakana kiweze kufanywa ndani ya wanaume? Maana nimekuona kwamba umestick sana kwa wanaume. Ni kipi ambacho ndo kinaweza kuniweka huru mimi kama mwanaume kuweza kufunguka? Ndio uweze kufunguka. Sawa, lazima kitu cha kwanza lazima utafute mtu ambaye ni trusted person. Yule mtu ambaye huyu ni mtu wangu wa karibu ambaye namwamini. Na hayo mazingira pia ambayo utayazungumzia, kwa mfano huyo mtu ambaye utakuwa unamwamini ni mtu wa aina gani? Yale mazingira yako vipi? Nimekuja hapa Jira, nimesema kwamba Jira nataka kuzungumza na wewe. Yale mazingira yako sawa mimi kwamba nijieleze ama ni mahali tu popote ambapo naweza nikajieleza? Kwa hivyo lazima yale mazingira yawe yako comfortable. Alafu pia niangalie, je, mimi nakuamini? Uaminifu wangu mimi na wewe uko vipi? Kwa sababu si sawa nikwambie kitu alafu na wewe unani nyuma yangu kule unasema kwa yule achana naye, yule mke wake yamtandika makofi. Na vitu kama hivyo wanaume wengi ndo wanapitia, by the way, huko mitaani. Tunapitia. Wanaume wanatandikwa. Usilie. Wanaume wanatandikwa, wanaume wanapigishwa magoti kuanzia usiku masaa kadhaa, mwanaume amepigishwa magoti. Lakini sasa kwa sababu ya ule wanaume mtu yaona siwezi kuzungumza. Lakini unapopata mtu ambaye unamwamini, mtu ambaye unaweza kumfungulia moyo, trusted person ambaye unajua kwamba huyu ninapomwambia jambo langu atalihifadhi, ataliweka vizuri, hata nisema, hata ni judge, basi uko huru kabisa kuzungumza. Kuna vitu ambavyo vimeweza sisi kama Boy Child ambavyo huwa vinatupeleka sana ukutani na tupate hiyo shida ya mental health. Mara nyingi huwa ni kazi, labda tumepata mitihani ya kazi hatuna, ama pesa mfukoni pia hatuna, mahusiano hapo kwa mahusiano. So katika njia ambazo tunaweza tumia kwa kuepukana na hali kama hizi ambazo ni shida ambazo tunaishi nazo, because ukosefu wa kazi upo kila siku. Masuala ya mahusiano na makovu, watu kupigwa macomebacks na character development hapa na pale yapo kila siku. Je, katika shughuli zako hizi ambazo unafanya umegundua kwamba ni njia gani labda tunaweza fanya kuweza kupunguza tu ili tuepuke hizo hali? Okay. Jambo la kwanza mwanzo, kwa mfano ukosefu wa kazi ama kimahusiano kama vile umesema kwamba hayo ndio mambo mengi ambayo yanatuzunguka ama yanazunguka wanaume wengi. Kitu cha kwanza mwanzo lazima ujue kwamba acknowledge ile kwamba unatambua kwamba mimi niko na tatizo. Na kama vile nilivyosema, kuna watu hawataki kujua kwamba yeye yuko na tatizo, anajiona tu yuko sawa. Kwa hivyo jambo la kwanza lazima uaccept kwamba mimi Lina kuna changamoto ambayo naipitia, either ni ya kazi ama ni ya mahusiano. Kitu kingine pia ni kama hivyo ambavyo nimesema, kuzungumza na mtu ambaye unamwamini. Ninapojua kwamba mimi nina tatizo la kazi, sina kazi, na pengine ninajua kwamba ninapoenda kwa mtu fulani anaweza akanisaidia, maybe kunisupport ama kunitafutia network ambazo naweza nikaconnect naye. Kwa hivyo watu kama hao lazima uwaende. Kitu kingine pia lazima utafute mtu ambaye pengine ni counselor kama vile ama mtu mshauri ambaye anaweza akakupatia ile process ya kufanya mambo fulani ambayo yatakusaidia ili wewe kuja katika zile senses zako za kawaida. Alafu pia unaweza ukatafuta support groups, pengine kuna hizi naitwaje, wanaume tu ambao wanaweza kuja pamoja na kuhakikisha kwamba kuna mabunge ya wanaume, mabunge ya wanawake. Lakini sasa kama wanaume mnaweza mkaja pamoja na kuona kwamba tunasaidiana vipi. Ndio mwenzetu hana kazi, lakini hapa pako na shilingi 5,000, pengine tunaweza kusapotiana mmoja na mwingine, pengine afungue biashara hata kama ni ya maji, so that huyu mtu aweze kutoka katika ile hali ya uchochole. Kwa sababu watu wengi wanaenda into depression, watu wengi wana commit suicide kwa sababu tu ya changamoto ndogo ndogo. Lakini kama wanaume wana
wanaweza wakaja pamoja na kuona kwamba ni jinsi gani tunaweza tukasaidiana. Kwa sababu huwa sana sana huwa mnasema kwamba wanawake ndo wana vyama au wanawake sio wana nini. Lakini pia nanyi wanaume pia nanyi mnaweza mkaja pamoja na mkafanya vitu kama hivyo na kuhakikisha kwamba mnasonga mbele. Tukiendelea na mazungumzo yetu ya siku ya leo, labda pengine kama shirika ama kama ofisa ambao wanashughulikia masuala mazima ya mental health issues, labda pengine mmejikita wapi sana katika nchini ama katika kaunti ya Mombasa? Sisi hatuko Mombasa, tuko Kwale County, sehemu ambayo inaitwa Kombani. Kombani Ferry. Kombani Ferry. Ukivuka tu pale Ferry ukipanda gari za Ukunda. Kombani sehemu gani? Kombani ni junction ya kwenda Kwale. Sehemu gani yani hapo, ama mko hapo junction kabisa? Tuko junction kabisa, lakini si mbali na barabarani. Shuka tu pale ukiambia mtu wa pikipiki nipeleke Samba Sports, ushafikishwa. Hivyo ukifika pale kila kitu kinakuwa sawa. Sawa, nitafika huko siku moja. Najua mimi Kwale huwa napenda kufika katika mazungumzo ama katika kudili na boy child. Yes. Kuna aina nyingi sana ya wanaume. Tunajijua sisi wenyewe. Kuna wale ambao they can speak up tayari wakikwazika, na kuna introverts. Watu ambao they always yani au kuwasome na kuwa ngumu sana. Wanyamavu sana, ni watu tunasema labda watulivu. Hauwezi waelewa kiurahisi. Sasa sijui kama shirika Samba Sports huwa mnadili nao kinamna gani wanaume hawa, ili kuweza kujua kwamba huyu mwanamume anateseka kimya kimya na bado ukampatia msaada. Okay, sawa. Asante sana kwa swali. Wanaume kama hao wako, sikatai wako, lakini huwa nasema kwamba kila mtu ana mtu wake. Kila mtu ana mtu wake. Eza kuwa mimi na wewe hapa, nikija asubuhi yani vipi poa. Lakini ila ukiwa na yeye kuna vitu ambavyo mnazungumza. Ni kweli. Kwa hiyo watu kama hawa ndio ni wapole. Ni wapole kwa baadhi ya watu, lakini kuna kwa watu wengine wanajitokeza zile karakta zao kikamilifu. Kwa hivyo ndio inakuwa ngumu sasa mimi kama mtu binafsi kukujua. Lakini sasa kuna mwenzake ama kuna mtu mwingine mahali ambaye anajua nyinyi mwasema fulani ni mpole. Yule si mpole. Ni mpole tu kwa macho, lakini ukweli sasa ukidili naye sasa ile one on one ndio utajua kwamba huyu hata si vile ambavyo nilikuwa namfikiria. Does poor performance pia ni ishara moja yapo ya kuonyesha kwamba kuna matatizo ya afya ya akili kwa mwanamume? Kwa mwanamume ndio poor performance kitandani, si ndio? Mimi nilikuwa nimeenda darasani. Yes. Okay, tuendelee. Huende kaa kuna tatizo kwa sababu mwanaume unajua mwanaume huwa anatumia akili sana. Na akikuwa affected psychologically anakuwa affected kila mahali. Kwa hivyo unapata kwa sababu tayari akili haiko stable. Moyo hauna raha. Kwa hivyo hata mambo mengine pia kuyafanya inakuwa ni vigumu. Utalazimisha lakini hakuna kitu. Lakini akili ikiwa stable, psychologically yuko sawa, mentally yuko sawa, physically yuko sawa, husumbuki. How does social media and technology affect mental health? Yes. How does social media affects mental health? Tena na affect sana. Ndio. Kwa sababu gani? Wajua sasa tuko kwenye utandawazi. Kweli hilo tunakubaliana nalo na hatuwezi kulipinga. Lakini sasa jiulize unaangalia nini kwa social media? What are you consuming? Yes. Kwa sababu hii simu ninapoifungua asubuhi ile tu, na watu wengi tuko na hiyo changamoto. Asubuhi tukiamka hata hatuombi, tunakimbilia simu. Ili uangalie nani amenitext, nani amefanya hivi kwenye Facebook, nani na the moment ukifungua simu tu kwa Facebook upate pengine maswala ya vifo. Umeangalia tu simu umepata mtu amegongwa. Umeangalia mara mazishi sijui yako wapi. Tayari zile dakika chache ambazo umeziangalia hii simu zina kuaffect siku yako nzima. Kwa hivyo ni kitu gani ambacho unaangalia katika simu yako? Lazima uwe mtu ambao unajua mimi ninapoingia kwenye simu naenda specific page. Kwa sababu hapo pengine ndio
either katika page ya mahubiri ama katika nyimbo, ama kuna mtu fulani ambaye unamfuatilia katika swala zima la kwenye mitandao. Kwa hivyo hutekani tu kuingia mahali popote kwenye simu, lazima uangalie ni wapi ambapo ninaingia, kwa sababu unapoingia popote ndio sasa tunakuwa affected psychologically, na hiyo kitu unakuwa tu leo asubuhi paka ukipanda gari unakuwa na ile uoga, kwa sababu tayari ushaona kitu kwenye simu. Kwa hivyo lazima uangalie ni wapi ama ni nini ambacho wanakiangalia katika swala zima la mitandao. Jamii inatazama vipi wanaume huku nje kama unavyoangalia? Jamii inatazama mwanaume kama mtu ambaye ni ngangari, mtu ambaye hatakani kulia, mtu ambaye yani yeye yani ndio yeye. Kwa sababu mimi kama kwa mfano nikiona pengine ati mume wangu analia nakuta ni mnyonge. Lakini ukweli ni kwamba si sawa. Lazima tuangalie wanaume, sisi kama jamii lazima tuangalie wanaume kama tu watu wengine wale. Tujue kwamba hawa wanaume pia nao wanapitia changamoto katika maisha yao. Utapata mwanaume huyo analipa fees, mwanaume huyo anahakikisha analipa rent, mwanaume huyo anahakikisha anafanya kila kitu pale kwa ile nyumba. Kwa hiyo mwanaume huyu kama atakuwa hana support kutoka katika familia yake ama katika ile jamii, basi utapata mwanaume anakandamizwa kila wakati. Kwa hivyo imefikia time kwamba tuweze kuangalia wanaume kama wanadamu wengine. Siseme tu kwa hivyo kwa sababu Mungu alikuumba mwanaume basi uko na jukumu la kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Sasa lazima tusapotiane. Kama mke anafanya kibarua, angalau mwenzake akileta unga yeye analeta mboga. Lakini sio kila kitu mwanaume pia naye anachoka, maana yeye pia naye ni mwanadamu. Na utapata ndio maana utapata mwanaume wengine kama huyu akiona pengine wewe mke wake kama humsupport, akipata mshangazi ndio hapo wamfanyaje, wampoteza, yaondoka, maana yajua kule kuna mahali ambapo sitagharamia lolote, ni mimi nimewekwa nifanye zile shughuli tu za kawaida ambazo nazijua, lakini kama chakula, pesa, nini napewa. Lakini it's high time kwamba community iweze kuaccept mwanaume kama vile alivyo. Ajue kwamba kama amepungukiwa, yani ieleweke kama amepungukiwa. Kama kwa mfano ana shida aweze kujieleza na apokelewe tu kama vile mwanaume mwingine ama mwanadamu mwingine. Kama ana huzuni pia ajieleze na vitu kama hivyo. Kama yataka kulia alie, kwa sababu nyinyi wanaume mko na hiyo kasumba kwamba kulia ni kwa wanawake. Machozi ya mwanamume hayastahili kuonekana, lakini sio kweli, kwa sababu kama vile nimesema mwanaume pia naye ana hisia, na hisia za furaha na hisia za huzuni. Kwa hivyo ni vizuri anaposikia ile hisia ya huzuni, ni vizuri pia naye alie, aseme kwamba mimi hili jambo mimi silifurahi. Utapata mwanaume mamake amefariki ama hata mke wake amefariki ama ni mtoto, lakini ana ile kujikaza kwingi. Na kuna wakati nilikuwa kwa forum nyingine nikaa nauliza, akawa anasema sasa ukilia sasa hii mipango mizima hapa itafanyika vipi? Ama sote tukianza kulia. Lakini wakawa wananiambia, lakini saa nyingine usione ati watulii madam, tunaenda mahali na sisi tunajibana mahali tunalia. Sijui kama ni ukweli ama nilikuwa nadanganya. Ni kweli. Ni ukweli. Kwa hiyo shida tu ni ile pengine yani watu kuwaona. Lakini ukweli ni kwamba lia, kwa sababu ukilia pia inakusaidia kupona. Ile kidonda kinapungua polepole. Lakini ukijikaza kusema kwamba mimi ni mwanaume silii, itakuja kukuaffect huko mbeleni, na utakuwa sasa huwezi tena kurudisha ule muda nyuma. Itakuwa tu kila kitu kikija wewe ni kukasirika. Katika mahusiano wewe uko mkali, lakini kumbe kuna kitu ambacho huku kikamilisha huku nyuma. Haya, katika zimesonga kweli yani. Sasa tulikuwa nataka 4 peke yake tukitamatisha. Ndugu yangu, kuna vitu vingi ambavyo wanaume wao wanafanya ili kuweza kurelieve their stress and pain. Labda kabla hatujafika katika zile kubwa, manake mmekuja na mbinu tofauti za kurelieve hizi stress ama mental issues. Kuna zile tu local za kawaida tu za nyumbani, labda watu wanaume wanaweza fanya ili kuepuka hii masuala mazima ya mental health. Hizo ndogo tu kabla tufike huko kwa kulipia majim, kuende masafari outings huko, kabla hatujafika huko. Are there some local things that men can do so that they avoid this mental issue? Yes, ziko tu tena nyingi. Sinipigie makofi, niongea kizungu. Mimi nataka ile swali lako likaweze kujibiwa tena kwa ufasaha sana, kwa sababu tuko hapo. Asante. Ziko hizo njia ambazo pengine unajikuta kwamba uko katika msongo ama uko katika issues ambazo unaona kama hapa siko sawa. Kitu cha kwanza,
kama kwa mfano uko pale nyumbani na uko na mke wako, lazima mke wako akuwe supportive mwanzo. Lazima mke wako akuwe supportive. Asante. Kitu chengine, communication yenu wewe na yule mke wako ama wewe na yule mpenzi wako iko vipi? Kwa sababu wanaume wengi communication ndio wewe inawaathiri. Kwa hivyo lazima muangalie tunawasiliana vipi. Ni vitu gani ambavyo sisi hapa nyumbani vinatutatiza. Kwa sababu wanaume wengi hata si vitu vya nje, ni pale tu ndani ya nyumba. Mwanamke wake hamuelewi, yeye naye pia naye haeleweki. Sasa utapata tu migongano ambayo hata haieleweki. Kwa hivyo lazima tuangalie haya mawasiliano yetu yako ya aina gani. Ndio. Na mkishajua sasa mawasiliano yetu yako hivi na hivi ndio ambavyo tunataka, tunaanzia pale sasa. Watoto wakuwe supportive, mama wakuwe supportive, ule ujirani ukuwe supportive, communication yenu ikuwe vizuri. Kitu chengine pia, hayo mazoezi. Fanya tu mazoezi yako toka asubuhi. Si lazima tu uende huko kwa majimu ya shilingi 10,000 na mambo kama hayo. Nenda tutoka tu mwenyewe asubuhi, njoo zako beach. Kule kwetu beach ziko nyingi tu. Wakati kama hutaenda beach, tembea tu. Wajua kila kama kwa mfano ile ni asubuhi na una walk, kuna vitu tu vinapita kwenye akili. Unaanza ile self reflection, unaangalia mimi juzi hii wiki nimetembea vipi? Kuna vitu ambavyo nimevifanya ambavyo nilikuwa sistahili kuvifanya. So kuna vitu vinakuja kwenye akili na unaanza tu kujikanya wewe mwenyewe. Kama vile vitu si vizuri unajikanya. Na mwisho wa siku unapata kumbe sasa akili yangu sasa imerudi form na unarudi katika ile hali yako ya kawaida. Labda pengine tukimalizia tuna wito. Madam, Yes. Umeweza kuzungumza mengi, lakini tunavyojua ama tunavyoona katika community kila mmoja kule nje yuko na njia zake binafsi za kuweza kusuluhisha matatizo. Lakini kuna ile njia mzuri ambayo pengine mtu anaweza kuwa amekosana na mke wake na amekosana na mume wake. Wakija katika mambo na mazungumzo hawajui wataanzia wapi. Njia gani ambayo huvutia zaidi mazungumzo? Kwa sababu mimi naweza kuwa pengine nataka kweli kuzungumza na wewe na wewe unataka kweli kuzungumza na mimi ili tu solve. Lakini tukiangalia hawezi nifikia, siwezi kufikia na tuko pale pale ndani ya nyumba. Ni njia gani mzuri ambayo ikitumika itasaidia sana kuondoa migogoro katika familia? Ulinitongoza vipi jambo la kwanza? Ndio. Kwa sababu hukutongozewa. Wewe mwenyewe ndio ulikuja mwenyewe. Na maneno matamu na maneno mazuri. Kwani convince mpaka nikaingia box. Sasa iweje leo tumekosana, kwa nini sasa usinifuate na ukaniambia? Narudi pale pale kwa communication. Hapo kitanda kinaweza saidia. Kitanda kinaweza kikasaidia, lakini sasa hicho kitanda nacho kitambo sasa tukifikie lazima hapa katikati mpaka mzungumze. Ndio pale unakimbia unasema unaenda ball, kumbe unaenda kwa mpango wa kando. Sasa nataka kusema hivi. Kwa mfano wewe wajua mwanaume lazima awe na strategies tofauti na unamjua mwanamke wako vizuri. Ni vitu gani anapenda, vitu gani hapendi. Kwa hivyo unapojua Lina yeye ni mtu wa kupenda pengine ni maleso, ama pengine maua, ama dera, kitu chochote kile ambacho mke wako anakipenda, ama ni perfume, mletee. Mwambie mke wangu tena kifunge tu vizuri. Tena ua umeirapu vizuri hiyo kama ni perfume, mwambie mke wangu surprise. Exactly. Unajua hizo mambo tuachie sisi. Kule sisi tunajua, lakini kule nje kila mmoja ambaye yuko na fahamu. Mwanamke yani mwanamke ni kitu kidogo tu. Mwanamke ukimappreciate, ushamlainisha na ushaona kwamba yani umeleta kitu ambacho hajatarajia kama mume wangu ataleta. Tutazungumza, tutaelewana tu vizuri. Na ukija niambie ni kweli mke wangu nimekosa. Yani shuka chini, usijifanye kuwa ati uko pale juu. Haya, naona mambo ni mengi ambayo tunaweza kuzungumza na muda ni kidogo, lakini itabidi akiweze kurudi tena. Asante. Tukitamatisha mama. Yes. Kwa dakika moja peke yake. Wito wako kwa vijana sahihi ili waepukane na masuala mazima haya ya mental issues. Tafadhali ongea nao. Karibu. Vijana ambao mnanisikia, wanaume ambao mnanisikia, mambo ni mengi kwa community, mambo ni mengi katika jamii yetu, mambo ni mengi, lakini hakikisha kwamba kitu cha msingi, tafuta watu ambao wale marafiki zako, hebu angalia ni marafiki gani ambao unazunguka nao kila wakati. Ile circle yako ya marafiki ni watu wa aina gani? Ni watu ambao wanakujenga ama ni watu ambao wanakubomoa? Na kitu kingine pia, unapojipata uko ndani ya matatizo ama kuna issues ambazo zinakusumbua,